Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia mtu wa Mungu, haya ni maombi yetu ya kujiweka wakfu kwa ajili ya mfungo wa siku 3. Mtu wa Mungu, mfungo wetu unaanza kesho tarehe 4 na ni mfungo wa masaa 12. Tutafunga kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Na maombi yetu mtu wa Mungu tutayaomba pamoja hapa kuanzia saa 11 jioni, na maombi yatakuwa live YouTube. Lakini pia saa 3 kamili usiku tutayarudia tena, na saa 9 kamili usiku tutayarudia tena kwa pamoja. Kwa hiyo ninaomba nikuombe mtu wa Mungu ujiandae kwa ajili ya maombi haya. Lakini pia mtu wa Mungu jiandae kufunga kwa uaminifu. Na ninakusisitiza sana mtu wa Mungu, yaombe haya maombi muda wa saa 11 kama ambavyo tumesema, na saa 3 usiku andaa muda wako, omba tena, na saa 9 usiku. Hizi siku 3 ambazo tumezitenga kwa ajili ya maombi haya, Mungu atatuhudumia sana. Tutaona wema wa Mungu, tutaona baraka za Mungu, tutaona upendo wa Mungu, na tutaona mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, andaa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiandae kutaka kupata kwa Bwana. Andaa maombi yako. Nini unakikusudia kwa ajili ya hizi siku 3 mtu wa Mungu? Ili tuweze kuona Mungu anatusaidia na tuweze kuona Mungu anatuhudumia kwa jina la Yesu Kristo. Basi sasa ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu ninasema asante kwa ajili ya watoto wako ambao wote Mungu wanasikiliza maombi haya ya kujiweka wakfu kwa ajili ya mfungo huu. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa ajili ya kila mtu, kwa ajili ya kila mke, kwa ajili ya kila mume, kwa ajili ya kila kaka, na kwa ajili ya kila dada, kwa ajili ya kila msichana, na kwa ajili ya kila mvulana ambaye Mungu ataenda kuomba maombi haya. Baba, ninawaweka wakfu watoto wako kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaweka wakfu watoto wako wote ambao wataenda kuomba maombi haya. Mungu wangu na Baba yangu uliye mbinguni, ninakuomba na ninakusii utusaidie watoto wako tukafunge. Wasaidie watoto wako wakafunge. Wasaidie Mungu watoto wako wakaone namna ambavyo umewapa neema na kibali. Wasaidie watoto wako watakaoenda kufunga Mungu wakuone wewe. Baba, tunaweka wakfu maombi haya kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunaweka wakfu mfungo huu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaomba ukawasikie watoto wako. Watakapo kuita Baba yangu, ninaomba ukaiti. Watakapo kuomba Baba yangu, ninaomba ukawajibu katika jina la Yesu Kristo. Sikia maombi ya baba huyu, Baba yangu. Sikia maombi ya mama huyu, Mungu wangu. Sikia maombi ya watoto wako Baba wote watakayoomba maombi haya, Baba yangu wa mbinguni. Ninakusii kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuomba kwa jina la Yesu Kristo, wajalie watoto wako kufunga. Wajalie watoto wako kuomba. Wasaidie Mungu wangu. Lakini zaidi ya yote, watenge na vishawishi vya nguvu za giza ambavyo vimepanga kusimama kuwazuia mfungo wao. Ambazo nguvu za giza zimepanga kuwazuia, kwa sababu wanajua watakapofunga watapata kibali mbele zako. Watakapofunga nguvu za giza zitaaibika na kuachilia katika jina la Yesu Kristo. Mungu, hizi siku 3 tunazisogeza mbele zako. Na Mungu, watoto wako wote na wasogeza mbele zako. Baba, tusaidie wote tuwe ndani ya hema lako. Tusaidie Mungu tuweze kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, ninakataa kutamani vitu ndani ya huu mfungo. Ninakataa kuona njaa na kusikia kiu
ndani ya huu mfungo. Mungu, ninaomba ukatusaidie watoto wako. Saidia watoto wako wote waweze kushinda miili yao. Saidia watoto wako wote na kuwatenga, Baba yangu, shetani asiwakaribie, watu waharibifu wasiwakaribie, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu, nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwa kila mtu atakayefunga. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwa kila mtu atakayeomba maombi haya. Mungu wangu, neno lako linasema hakuna lililoanza pasipo damu. Na leo hii Mungu, ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwa watoto wako wanapofunga, Mungu, umfungo na kufanya haya maombi, ili jambo lianze ndani ya damu yako. Haya maombi, Mungu, yazaliwe ndani ya damu yako. Na neno lako linasema vyote vilizaliwa ndani ya damu. Baba yangu, majibu yote ya watoto wako Baba yatakayozaliwa baada ya mfungo huu, Mungu, yakawe halisi, yakadumu. Baba yangu, Baba, ninaomba watoto wako watakapoomba haya maombi, fungua macho yao waone, Mungu, mambo ambayo wanapaswa kuyafanya. Baba yangu, fungua masikio yao, Mungu, sema nao wasikie sauti yako, katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu, ninaomba mtu yeyote atakayeomba maombi haya asubuhi, ibariki asubuhi yake kwa jina la Yesu Kristo. Watenge na nguvu za giza, wasaidie Baba yangu, waokoe kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nabariki mchana wao. Tunaweka wakfu mchana wetu Baba, tukiwa kwenye mfungo huu. Baba yangu, tunaomba ubariki mchana wetu kwa jina la Yesu Kristo. Tunajiweka wakfu ndani yako Baba yangu kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ukatufanye tukaonekane watakatifu mbele zako. Malaika zako Baba yangu wakatuzingile, malaika zako Baba yangu wakatushike, malaika zako Baba yangu wakatembee na sisi. Hizi siku tatu ziwe za tofauti, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu, ninaweka wakfu masaa ya mfungo kuanzia saa 12 jioni, kuanzia saa 12 alfajiri mpaka saa 12 jioni. Baba, masaa yote ninayafunika na damu yako. Shetani hatapita kwenye masaa haya, uovu hautapita kwenye masaa haya, uharibifu hautapita kwenye masaa haya, katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu, wasaidie watoto wako kufunga. Baba yangu, turehemu watoto wako tuweze kufunga. Baba yangu, wasaidie watoto wako kwa jina la Yesu Kristo. Baba yangu, ninakupa masaa yote, ninakupa dakika zote, ninakupa sekunde zote, ninaziweka wakfu ndani yako, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, kila mtu atakayefunga, mfunike na uvuli wako, mfunike na uvuli wako. Maana Mungu, hizi ni siku tatu za kutafuta uso wako. Hizi ni siku tatu za kukaa karibu na wewe. Hizi ni siku tatu za kutembea pamoja na wewe. Mungu wangu, ninaomba asitokee mtu yeyote akashindwa kuomba, asitokee mtu yeyote akashindwa kufunga, katika jina la Yesu Kristo. Nasimama kinyume na magonjwa nyemelezi ambayo yanajipanga yatanyanyuka ili watoto wako wasifunge. Ninayakemea kwa jina la Yesu Kristo, washindwe. Nasimama kinyume na magomvi ambayo yamejipanga yatanyanyuka ili watoto wako washindwe kufunga. Ninakemea kwa jina la Yesu. Magomvi yote toka nje, magomvi yote toka nje. Nasimama kinyume na kila rozi kwa zazo, nasimama kinyume na kila roza kipepo, nasimama kinyume na kila roza nguvu za giza, nasimama kinyume na kila roza majini, nasimama kinyume na kila madeni, nasimama kinyume na kila vurugu, nasimama kinyume na kila sauti za kipepo, katika jina la Yesu Kristo, ambazo Mungu zimejipanga zitanyanyuka ili watoto wako wasiweze kufunga. Ninazikemea kwa jina la Yesu, ninazikemea kwa jina la Yesu. Nasimama kinyume na kila migogoro ya familia kati ya mume na mke, kati ya mke na mume. Nasimama kinyume na kila migogoro ya mahusiano ambayo imejipanga itanyanyuka ndani ya siku tatu hizi ili watoto wako wasifunge. Ndio maana Baba yangu, naziweka wakfu hizi siku tatu, naziweka wakfu hizi siku tatu. Mungu, tunasogea kwenye mto wako mtakatifu. Mungu, tunasogea kwenye kijito cha utakaso. Tunatamani ututakase, tunatamani tukuone, tunatamani tukusikie. Baba, nasimama kinyume Baba yangu, nasimama kinyume na kila uovu wa shetani, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, neno lako linasema, ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, na bisheni mtafunguliwa. Baba yangu, tumefunga kwa sababu tunakutafuta wewe. Baba
yangu tumefunga kwa sababu tunabisha kwako. Baba yangu tumefunga kwa sababu tunataka tukuone wewe. Katika jina la Yesu Kristo ninazinyamazisha kila rozi kwa zazo kwa jina la Yesu Kristo. Baba yangu nawatenga watoto wako na marafiki wabaya ambao wanasubiria wafunge ndio wanataka kuwapa ofa ya chakula, wanawasubiria wafunge ndio wanataka kuwatoa outing. Baba nasimama kinyume na marafiki wabaya wanaosubiri watoto wako wafunge ndio wawapelekee zawadi, wanawaingiza kwenye vishawishi. Nasimama kinyume na kila vishawishi. Neno lako linasema utuokoe na yule muovu, usitutie katika majaribu ndani ya siku 3 hizi. Baba yangu tuokoe na muovu, usitutie katika majaribu. Waokoe watoto wako na muovu, usiwatie katika majaribu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Baba na kutukuza. Asante kwa ajili ya asubuhi zao ambazo Mungu atakuwa wameamka kwa ajili ya mfungo. Baba ninaweka watoto wako mikononi mwako. Watafunga asubuhi, itapita salama. Watafunga asubuhi, itapita salama. Naweka wakfu asubuhi zao. Nafunika kwa damu ya Yesu asubuhi zao. Baba yangu ninakushukuru kwa ajili ya mchana ambapo watoto wako watakuwa wamefunga. Baba yangu naweka wakfu mchana wao. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mchana. Baba nasema utawatunza salama katika jina la Yesu Kristo. Baba naweka wakfu jioni yao ambao watoto wako watakuwa wamefunga wakisubiri saa 11 kuomba pamoja Baba YouTube. Baba ninaomba ukatusaidie. Ninaweka wakfu hayo masaa na yanyunyizia damu ya Yesu Kristo, na saa 11 Baba tukusanye wote tukaombe wote ndani ya mapenzi yako. Ninaweka wakfu lango la saa 11 jioni katika jina la Yesu Kristo. Ninaweka wakfu lango la saa 3 usiku ambalo watoto wako tutakuwa tunarudia maombi haya. Tukusanye tena Mungu wangu, tusaidie tuombe tena kwa jina la Yesu Kristo. Na Baba ninaweka wakfu lango la saa 9 usiku ambapo watoto wako tutakuwa tunarudia maombi haya, na ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye hayo malango yote. Mungu wangu tusaidie, Mungu wangu turehemu, Mungu wangu tustiri, Mungu wangu tupende, Mungu wangu tusaidie katika jina la Yesu Kristo. Baba mwema, na kurudishia sifa, heshima na shukrani, maana Mungu wangu unastahili wewe peke yako. Baba ninasogeza mioyo ya watoto wako wote, mioyo yao Baba. Neno lako linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Baba ninasogeza mioyo ya watoto wako yote ambayo Mungu imejiandaa kwa ajili ya mfungo huu. Ninaiweka wakfu mioyo yao, ninaweka wakfu mioyo yao, na naifunika mioyo yao ya watoto wako wote na damu ya Yesu Kristo. Mungu tusaidie, Mungu tusaidie katika jina la Yesu Kristo. Mungu turehemu katika jina la Yesu Kristo. Ukatusaidie Baba yangu. Ninaomba na kushukuru. Amen, amen. Amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, Mungu akubariki, Mungu akufunike na damu yake, na Mungu akuweke ndani ya mbawa zake. Ndani ya maombi haya mtu wa Mungu, siku 3 hizi za mfungo, Mungu akakupe neema ufunge, Mungu akakupe neema uombe, na Mungu akakupe neema moyo wako ukanyenyekee mbele zake kwa jina la Yesu Kristo. Ninakubariki. Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akuinue, na Mungu wangu akusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, siku 3 hizi tutaona wema wa Mungu, na Mungu akajibu maombi yako yote ambayo unayaomba. Amen.